ya kawaida. Ndio. Ningewaomba tu kama inawezekana watangaze tu bwana 1 2 3 tukachezeza watangaze tu, kwa sababu sisi tuna uwezo wa kununua tiketi hata kama mechi ikichezwa Zanzibar. Ndio. Umeelewa? Sisi tunataka tuchangie klabu yetu. Tuna uwezo wa kununua tiketi hata mechi ikichezwa. Issue watu sio Zanzibar, sio tiketi. Issue sio wanasema kule mwezi kunyakua ubingwa. Hayo wao wamesema upande wa pili, Yanga African Modi Tabu wanasema hivyo. Wao ndio wanashangilia, sio sisi. Sisi tunataka klabu itangaze hata kesho. Wenyewe mko tayari kucheza Zanzibar. Tuko tayari popote pale. Ndio maana kama umesikia viongozi wetu wanasema hata kama ikiwezekana kwa Trump wapige simu au Algeria tukachezee kokote kule. Sisi tuko tayari. Unaelewa? Sasa hatuna shida, ila watatuangusha wasimamizi wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Watatuangusha sana. Wanaleta vitu ambavyo havipo vipi, yani makando yamekuwa mengi. Serikali inatoa hela, wasimamizi wanamwangusha rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa tunawaomba bwana wajirekebishe, viwanja vyote vya Tanzania yani maana inaonekana ni vibovu. Wasimamizi wa uwanja wa Benjamin Mkapa wamefanya nini tena? Hao wasimamizi wanatuangusha sana. Mtazamaji wa VOT Media, hii ni VOT Sports. Wakati wote sisi tumechangamka. Kwenye vijue vya kahawa, story kubwa ni kitendo cha CAF kuthibitisha kwamba mchezo wa finali mkondo wa pili kati ya Simba dhidi ya RS Berkane utapigwa katika dimba la Amani Stadium visiwani Zanzibar. Mashabiki wengi wa Simba walitegemea kuona kwamba mchezo huo ukichezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kutokana na uwanja huo kutokidhi vigezo kwa mujibu wa CAF, mchezo huo umepelekwa katika uwanja wa Amani Zanzibar. Sasa mashabiki wao lawama kubwa wameweza kupeleka kwa wasimamizi wa uwanja wa taifa, wakidai kwamba huenda pengine wanafanya hujuma kwa sababu wanaamini kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanatoa pesa za ukarabati wa uwanja huo, lakini wasimamizi wanaweza kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Sasa maoni ya watu yamekuwa ni mengi sana kwa kile ambacho mmoja wa shabiki wa Simba ameweza kukizungumza na kutoa lawama za wazi kwa wasimamizi wa viwanja Tanzania, hususan uwanja wa taifa wa Benjamin Mkapa. Huyu anasema, Makolo msikubali kwenda Zanzibar, gomeni wacheze CAF na RS Berkane. Huyu amesema hivyo, ni masihara tu analeta. Lakini anasema hili limeniliza sana, ni bora hata tungekuwa na uwanja wetu, sio kutegemea vitu vya taifa, na kama ingewezekana tungeomba tukacheze hata taifa jingine, sio Tanzania. Shida hii nchi, siasa mpaka kwenye mpira, madhara yake ndio haya. Sasa huyu maoni yake ndio yako hivyo. Sawa. Huyu anasema, huyu anaongea kitu gani? Hataki kumuelewa. Sawa. Huyu mwingine anasema, nyinyi ndio mnavunja juhudi za Mama Samia, si mnangoa viti nyie. Sawa. Huyu mwingine anasema, pesa haitolewi na rais, ni bajeti ya Wizara ya Michezo ndio inaomba kupitia bunge. Sawa. Okay. Huyu mwingine anasema, Mkapa meters long 105 kwa 64, Amani 110 kwa 64. Sawa. Hii inamaanisha hivyo kwamba vipimo ni tofauti kati ya uwanja wa Amani Stadium pamoja na Mkapa Stadium. Sawa. Huyu mwingine anasema, si mlikataa kucheza kwa Mkapa tarehe 8, nendeni mjaribu na kwingine. Sawa. Okay. Huyu mwingine anasema, anaongea huku roho inamuuma, kwani walikuwa wa kwanza kupiga kelele ya kwamba uwanja wa Amani kwa Simba ni mgumu kupata matokeo mazuri ni nani? Okay. Huyu anasema hivyo. Zanzibar wachezi lakini hawana ng'oo mwishoni. Bana, haya ni maoni ya watu, baadhi ya mashabiki wakizungumza kutokana na changamoto ambayo imetokea pale ambapo Simba walitaka kuchezea uwanja wa taifa, lakini CAF wao wameupeleka mchezo katika uwanja wa Amani Stadium huko visiwani Zanzibar. Nini maoni yako? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Mimi nitoka Comic Cliff, msema chochote, na hivi ndio mimi usema bwana.